katika jina la Kristo Yesu, Bwana aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Tuomba na Nyandarua hoye! Wacha nione mkono ya watu ya Nyandarua, 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 Nyandarua. Adoito murega. Murega rigi. Mweokuo. Mimi kuwaomba viongozi wenu ya kwamba tukuje hapa ilikuwa sababu moja. Sababu ya mimi kuuliza viongozi wenu na nyinyi tuketi hapa ni kwa sababu tungetaka tusikizane. Nyandarua. Nyandarua hoye! Nyandarua hoye! Niseme ya kwamba pia ukivaa kwa kichwa wakisema unga iko juu, na ni kweli bei ya unga ilikuwa juu. Si ni kweli? Ilikuwa unagharimu shilingi 230, 240, 250. Kwa hivyo hiyo maandamano ilikuwa inasema hii bei ya unga iko juu sana, punguzeni gharama ya maisha. Na tukawahakikishia kwa sema moja ya kile kinasababisha bei ya unga ifike 250, 240 kilo mbili ni kwa sababu ya bei ya juu ya fertilizer. Ndio tukaweka pesa ya serikali ya kupunguzia mwananchi mzigo wa bei ya fertilizer. 2022 fertilizer ilikuwa 1000 watanunua tu, lakini kwa mwananchi wa kawaida kupunguza hiyo bei hata kwa shilingi 20, 30, 40 iko na maana sana, kwa sababu watoto hawata 2022 na sasa bei ya lita moja ya petroli imeshuka kwa takriban shilingi 43 from 217 to 165. Tukaona bei ya bidhaa muhimu ili tunatumia nyumbani iko juu, kwa sababu shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu, ilikuwa weak. Unahitaji shilingi 167 kupata dola moja. Na wale wanabiashara wetu wa Nyamakima, wale wanafanya consolidation ya bidhaa kutoka ng'ambo ndio waende, ama ni Wakongo ama ni wapi, Kipepeni, Mawingu. Sasa watu wengi wa Kenya wanapata riziki yao kupitia biashara ndogo ndogo. Kama sio biashara ndogo ndogo ni wakulima. Ndio kana tegu yao huko nje. Wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi. Wengine wako kando ya barabara wanahatarisha maisha yao kwa barabara. Tukienda maendeleo, tunaenda siasa. Hati kuna grupu imesema bila niwana mchana usiku, mbele nyuma, kushoto kulia, juu chini, kazi kwanza, siasa baadaye.